mzee wetu Edwin Mtei. Leo ratiba zetu zinaanza rasmi leo mchana, kwa sababu familia itakwenda katika hospitali ya Seliani Arusha kupokea mwili wa baba, na mwili ule utasafirishwa kuja nyumbani hapa. Tunategemea msafara wa mwili utatoka Seliani hospitali majira ya saa 10 jioni na utasafirishwa kwa barabara hadi hapa nyumbani. Tunategemea mwili huo kupokea majira ya saa 11 mpaka saa 11:30. Mwili ukishafika nyumbani utaingizwa ndani, and then kutoka kuna sala ya maombezi na ya faraja kwa familia ambayo itaongozwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania katika ukumbi huu. Kisha baada ya hapo kutakuwa kuna kuendelea kufanya maombolezo na mkesha kwa ajili ya kwenda siku ya kesho. Kwa jioni kutakuwa kuna chakula cha jioni. Tunategemea wageni wengi watakuwepo hapa, na hata mchana vile vile chakula kitaendelea kuwepo kwa wageni wote ambao wanakuja kutufariji na kumomboleza baba yetu. Kwa hiyo mkesha huo utaendelea mpaka kesho asubuhi, ambapo ratiba ya kesho asubuhi itaanza saa 3 kamili asubuhi. Kwa hiyo tutakuwa na breakfast, kwa maana ya chai ya asubuhi kwa wageni wote mapema kati ya saa 12 mpaka saa 1. Then saa 1 mpaka saa 2 ni maandalizi ya mwisho. Saa 3 program zinaanza. Kama ambavyo nimesema wakati wote, huyu baba aligusa makundi mengi sana, na tumejaribu kutafuta kila njia inayowezekana kila kundi lipate nafasi katika msiba huu, liweze kutoa salamu zake na liweze kushiriki kwa kadri litakavyoweza. Yako makundi ya kisiasa, vyama vya siasa vyote vimetupa taarifa za kufika. Vyama vingi vya siasa vimetupa taarifa ya kufika. Obviously chama kiongozi katika jambo hili ni Chadema, ambako Chadema huyu ni muasisi wa chama chetu cha Chadema. Kwa hiyo nafasi kubwa zaidi itatolewa kwa Chadema kwa sababu ni chama cha baba, ni chama chetu. Lakini baada ya hapo yatafuata makundi mengine mbalimbali, maelfu ya watu, lakini pale kaburini ni nafasi ya 300 tu. Kwa hiyo wao watatengwa, na wote watakwenda kaburini watakuwa tayari wana viti vyao vya kukaa. Kwa hiyo hakutakuwa na mtu yote atakayesimama katika eneo la kaburi. Tukimaliza ibada ya kaburi, basi msafara tena wale viongozi wetu wa kiroho watakuwa wanaongoza ibada ya mazishi, watarudi tena hapa nyumbani kwa ajili ya kufunga rasmi ibada ya mazishi, na baada ya hapo watatusaidia kuvunja tanga la kifamilia. Nafikiri tanga mnalielewa, nasema kuvunja tanga. Wataongoza ibada ya kuvunja tanga. Baada ya hapo viongozi wa kiroho watakaokuwepo, maaskofu na viongozi wengine, watapata nafasi ya kuifariji na kuwapa pole familia na kuaga. Kisha tukimaliza hatua hiyo, makundi yote yaliyoshiriki na sisi katika msiba tutawakaribisha chakula cha mchana kuelekea jioni. Baada ya hapo itakuwa ratiba yetu rasmi imemalizika. Sasa atakuja nani, hatakuja nani, hivi vitu havina guarantee inaweza kutolewa katika hatua ya sasa. Ila tumeambiwa kuna baadhi ya viongozi wa serikali watakuja. Hatujapata uhakika rasmi, lakini watakapotoa uhakika rasmi wa kushiriki, basi tutaendelea hata mchana tutakuwa labda tumejua, tutafahamisha. Lakini tumeambiwa kuna baadhi ya viongozi wa kitaifa wa serikali watakuja, baadhi ya mawaziri, baadhi ya wabunge, baadhi ya na wanasiasa wa vyama vingine. Of course viongozi wetu wote wa Chadema watakuwepo katika hatua zote. Viongozi wakuu wa Chadema, wajumbe kamati kuu ya Chadema, hao ni msiba ni wao, kwa hiyo watakuwa sehemu yote ya programu nzima ya